Na wao wanawashikilia waamuzi, tuambie, sio tunaonyesha tu vidole waamuzi. Wao inawezekana wanapanga pia majambo. Maana ile kamati ya waamuzi inawezekana inapanga upuuzi. Umekithiri, umezidi. Ipo siku moja kwa mambo haya yanavyokuwa watawaponza hawa waamuzi. Tushawahi kuona katika viwanja vingi. Nirudie kusema, ipo siku moja watawaponza hawa waamuzi. Sisemi yani maneno haya sibebwe kwa uchochezi, wayafanyie kazi kweli kweli. Upumbavu umezidi. Upumbavu unakuwa kwa Simba tu. Tuliwahi kuona CCM Kirumba, Simba na Azam. Nimesema ndio kwa Simba tu. Yani upumbavu anafanywa Simba tu. Hiyo unaosema CCM Kirumba, mtu alipigwa teke la mgongoni ndani ya 18 pa Omar Jobe, nakumbuka na yule ya Samoa. Mwamuzi uko hapa na hapa anasema twende. Apewe pongezi yake. Magoli sio mnafiki. Mimi niseme wazi. Magoli sio miongoni mwa watu wanafiki. Ni mtu uko strong sana. Mkweli. Magoli kaipata. Magoli sikaikuwa NSSF. Magoli kapata, magoli anajiweza. Sio njaa. Umenielewa? Bado nitoe pongezi kwa viongozi wote kiujumla, benchi letu la ufundi, nitoe na viongozi waandamizi na mwekezaji. Mwenyezi Mungu awape baraka nyingi, kwa sababu wanachokifanya ni kitu kikubwa. Tutasahau kuonyeshana vidole, watu wasiendelee kuishi na chuki tu. Umeona hivi walivyo, hatumtaji Murtaza, hatumtaji Mohamed Dewji, sijui hatumtaji nani, tunakuwa pamoja, tunafanya kitu kimoja. Jana tumefurahi na timu yetu Simba, wote tuna run na kitambi mibabu kilikuwa kimeisha, lakini kwa jana moja kitambi akitaji muda mwingi, kula futari nyingi. Umenielewa bana kwa hiyo hilo jambo limekwenda kama tulivyopanga. Mimi nishukuru kwa maana ya kikosi, ni msifu sana Magoli na timu yake ya usajili. Mimi namsema Magoli kwa sababu ndio mwenyekiti wa hiyo kamati ya usajili. Amefanya usajili strong sana. Kwa sababu waamuzi hawa nilikwambia unufaika wa Yanga. Mechi ya Namungo na Yanga, my brother. Mechi ya Namungo na Yanga. Namungo wamepata penati ya wazi. Penati wakanyimwa. Yanga wamejidondosha wakapewa penalty. Leo Simba wanapata goli clear brother, halina tabu yoyote. Unakwenda kulikataa goli Abdallah. Acha kabisa Abdallah, acha kabisa. Balaa tulilofanya si ni balaa kubwa. Lakini uligusia hapo kuhusiana na goli ambalo lilikataliwa na mwamuzi. Wamekuwa wakitoa hoja nyingi sana kwamba ni goli ambalo halikupaswa kuwa goli, mpira ulishikwa, mara sijui offside. Mwamuzi alitafsiri kushikwa kwa mpira. Waamuzi walikataa goli kwa tukio gani? Anaonyesha kwamba ni offside. Sio kushikwa. Hasa anasema kushikwa, akamwambia dada yake, si haituhusu. Sisi tuna hukumu kilichosemwa na muamuzi. Si hatuwezi kuzungumza na wajinga. Wangekuwa wanafahamu kuna kushika na offside, mwaka jana wangemuuliza huyu muamuzi nani Warajiga, ulikubalije goli la offside? Leo wamekuwa marefu. Waje tuwaulize maswali. Sisi tumewashona goli halali. Sisi tunachojua tulifunga jana Yanga, watu wamemeza goli. Mambo mengine wataenda kuzungumza na dada zao, wakaelezane uamuzi. Sheria namba 11 ndio sheria alofanya kuwa na VAR, video assistant referee. Sijakosea hapo, nimebahatisha vizuri. Umenielewa? Sababu ni offside, ni sheria ambayo ni ngumu kutafsiri, lakini ya jana haikuhitaji ugumu, kwa sababu nukta ya mwisho mwalimu anabeba mpira, aliyokuwa mbele yake ni central back wa Yanga, ndio alikuwa mbele ya mwalimu. Ili tafsiriwe kwa offside, mwalimu alitakiwa kuwa mbele ya wachezaji wote wa Yanga, lakini kuna mchezaji alikuwa mbele yake, unapigwa mpira, anapiga, umeona inapatikana rebounds. Rebounds ile mwanaume anaitia wavuni, na angalia unafiki uliotumika. Haikunyanyuliwa kibendera cha offside mpaka mpira unaingia wavuni. Walijua ataokoa yule golikipa, kumbe wanaume wamejipanga. Wewe Yanga wamejua mpira wapi? Yanga wapuuzi tu. Yanga hakuna hata Yanga mmoja dunia toka imeumbwa aliwahi kujua mpira, hakuna, labda mke wangu, kwa sababu Yanga ndio peke yake Yanga mwenye kujua mpira. Sema wako wawili. Nani? Maneno yale anasema Manala sasa hivi hawamtaki. Na mimi Manala nimekwambia siwezi kumzungumzia. Manala ni miongoni mwa watu dhaifu. Mungu amekataza mtu ambaye ana msimamo kufuatwa. Manala hapaswi kufuatwa. Na Manala hata akija kwenu kuoa mkatalieni. Hana msimamo. Siku yote dada yako aweza akarudi. Hata kwenye kile ambacho anakizungumza labda kina usahihi. Ndio, hata hayo ya Yanga, kwani unayasema baada ya kunyimwa posho? Wewe sio mkweli, mnafiki. Yaani mnafiki akizungumza ukweli, hata kama umethibiti hauruhusiwi kuufuata, kwa sababu ana kawaida ya Manara ni mnafiki. Anachotakiwa kufanya, takiwa afanye shughuli zake nyingine. Anachokisema ni kweli, lakini yeye kiasili ni nani? Huyo hapaswi kuzungumzwa. Manara aliposema wawili wenye akili Yanga alidanganya. Yanga mwenye akili mke wangu tu. Basi. Bana, tuachane na hayo Sefu, labda kwa namna ambavyo tumeitazama Simba katika michezo ya karibuni, namna ambavyo inavyocheza, waliokuwa kileleni wapo kwa alama 5 zaidi ya Simba. Simba alama 24, alikuwa juu alama 29. Kama melingana michezo,
labda tunaiona Simba ikaenda kufanya maajabu na kukaa pale, ikiwezekana kutoa ubingwa msimu huu kwa namna ambavyo wanaonyesha kiwango na namna ambavyo pia wale ambao mnapambana nao wamekuwa wakishuka siku kadri ya siku. Na ndo sifa pekee itakayotupa ubingwa. Ni kwa tunapambana na dhaifu. Mtu ambaye amebebwa na waamuzi na vitu vingine ni mtu dhaifu. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwa machampioni kwa sababu tutamfunga mechi ijayo na tunaamini ana mechi mbili na Azam hawezi kutoboa. Yanga kwa walivyo hawezi kumfunga Azam hata kwa bahati mbaya. Labda kama Azam wataamua kuwapuzi na Azam sasa hivi hawezi kuwabeba Yanga. Unajua sababu? Kwa sababu Yanga wamekuwa wanafiki kwa Azam. Kwa Azam hawawezi hata siku moja. Yaani hao wanatengeneza juisi. Azam ungegombana naye anayetengeneza juisi maji. So na maji ya GSM na juisi. Hakuna ujamaa na Yanga. Kwa hiyo kwenda kuchukua ubingwa si mwaka huu ni jambo la lazima. Na kikosi kwa namna kilivyo kimekuwa bora sana. Kuanzia central back, kuanzia wing back, kwa sababu sasa hivi kuna wing back namba 3 na 2. Mbona kuja katika wing wa asili ambao tukishambulia wanakuwa kama midfield wanaingia zaidi ndani. Tukija kwenye midfield tulizonazo tactically mipira ya uamuzi ya mwisho. Maeneo yote tuna watu salama. Wanapiga pasi hapa mapema, wanajicho la kujua muda gani tupige pasi. Tupige kwenye nukta gani? Hata kama wako wengi Yanga, sisi tunapiga pale. Mimi nawazungumzia timu mbovu ya Yanga. Umenielewa vizuri? Wana maamuzi mazuri. Mimi nihitimishe kwa hilo na ningeomba kidogo. Sitaki tuhitimishe kwanza ndugu yangu. Kuna mengi ya kuzungumza bana. Katika mengi yani nilikuwa na basi nihitimishe katika nukta hiyo. Hebu hitimisha kwanza katika hiyo nukta ambayo nilikuwa nasema. Kwa hiyo tactically pia Simba wako sahihi. Maana yake idara zote ambazo Simba zinatumika ni idara salama. Toka tumerudi dirisha dogo, hatujawahi kumpa mtu mechi rahisi. Mechi tuliosuruhu ilikuwa mechi ngumu kwa adui, mechi tulioshinda ilikuwa mechi ngumu zaidi na tujakaribisha kufungwa hapa katikati. Toka kurudi dirisha dogo tumekuwa labda tunaweza kusema kwamba hiki ambacho Simba wamekifanya katika dirisha dogo hili ni kitu ambacho kilipaswa kufanywa na viongozi ama usajili ambao ulipaswa kufanywa na viongozi madirisha yote yaliyopita. Nadhani ni Magoli apewe pongezi yake. Magoli sio mnafiki. Mimi niseme wazi. Magoli sio miongoni mwa watu wanafiki, ni mtu yuko strong sana. Mkweli. Magoli kaipata, Magoli sikaikuwa NSSF. Magoli kapata, Magoli anajiweza. Sio njaa. Umeelewa? Bado nitoe pongezi kwa viongozi wote kiujumla, benchi letu la ufundi, nitoe na viongozi waandamizi na mwekezaji. Mwenyezi Mungu awape baraka nyingi kwa sababu wanachokifanya ni kitu kikubwa, tutasahau kuonyeshana vidole. Watu wasiendelee kuishi na chuki tu. Umeona hivi walivyo? Hatumtaji Murtaza, hatumtaji Mohamed Dewji, sijui hatumtaji nani, tunakuwa pamoja tunafanya kitu kimoja. Jana tumefurahi na timu yetu Simba wote tuna run na kitambi mibabu. Ilikuwa kimeisha lakini kwa jana moja. Kitambi hakitaji muda mwingi, kula futari nyingi. Umenielewa bana kwa hiyo hilo jambo limekwenda kama tulivyopanga. Mimi nishukuru kwa maana ya kikosi, ni msifu sana Magoli na timu yake ya usajili. Mimi namsema Magoli kwa sababu ndio mwenyekiti wa hiyo kamati ya usajili. Amefanya usajili strong sana. Angeufanya dirisha kubwa, sisi tulikuwa tunachukua hata klabu bingwa mwaka huu. Haki ya Mungu unakuwa pia sio swala masiala. Tulikuwa tunabeba klabu bingwa. Kwa hiyo kina wana Simba watafurahi sana na kina Ino Loemba, kina Libasege, akina Aura. Ndio muda kurudisha vikombe vyote ambavyo tumepoteza. Si ni mabingwa mwaka huu. Hamna shida. Na wao wanawashikilia waamuzi, tuambie. Sio tunaonyesha tu vidole waamuzi. Wao inawezekana wanapanga pia majambo. Maana ile kamati ya waamuzi inawezekana inapanga upuuzi. Umekithiri, umezidi. Ipo siku moja kwa mambo haya yanavyokuwa watawaponza hawa waamuzi. Tushawahi kuona katika viwanja vingi. Nirudie kusema, ipo siku moja watawaponza hawa waamuzi. Sisemi yani maneno haya sibebwe kwa uchochezi, wayafanyie kazi kweli kweli. Upumbavu umezidi. Upumbavu unakuwa kwa Simba tu. Tuliwahi kuona CCM Kirumba Simba na Azam. Nimesema ndio kwa Simba tu. Yani upumbavu anafanywa Simba tu. Hiyo unaosema CCM Kirumba mtu alipigwa teke la mgongoni ndani ya 18 pa Omar Jobe, nakumbuka na yule ya Samoa. Mwamuzi uko hapa na hapa anasema twende. Lakini sisi tunatoka kupigwa penalty ya kipumbavu na nani na Aziz Ki, kiswa kaguswa tuna kazi. Kama vile vipi si tunufaiki my brother. Upuuzi kuna siku atamponza mwamuzi na wao watajiponza. Sababu mpira unakoelekea watu ukiwafanyia upumbavu kupita maelezo wana react katika mpira. Sasa hao waandamizi waangalie, tumechoshwa na huu upuuzi shekhe. Tunasema sisi kwa sababu tuna uvumilivu. Kuna majitu yanatupigia simu Seke na Sef Semeni, tunasema ipo siku wataponza waamuzi. Tuone na siku Yanga wananyongwa. Umeelewa? Kama kweli mnachofanya mnakosea, mbona hamkosei wakiwa Yanga? Hebu nitajie mechi gani Yanga wamenyimwa penalty, mechi gani Yanga wamefunga goli wakaambia offside ikawa sio, mechi gani? Wanafunga Simba. Ngao ya Sani tumefunga goli la offside. Mwamuzi amekiri na wachambuzi wote wamekiri. Ile ilihitaji VAR lakini kweli goli la offside.
Sisi goli clear tunaambia offside. Vipi hao wanufaika hawa? Na Namungo ananufaika wao. Shekhe, haya mambo kuna muda wayatazame. Sisi tumechoshwa na ujinga. Si watu tunawekeza. Mohamed ameweka mabilioni ya fedha. Brother, Mohamed usimzungumzie. Miaka hii 3-4 iliyopita walisajiliwa kina hapa Baba Kaisari, Pao Marijobe, kina Fred Kobrani. Umenielewa hao watu? Kina Sawadogo, hao watu wote wamelipwa fedha usajili, wamepewa stahiki na za kuvunjiwa mikataba Mohamed anavyofanya. Tuache ujinga kaka. Mwenyezi Mungu amweke sana Mohamed. Nimeona ametupia kwenye akaunti yake kamweka mtu kashika kibendera kuonyesha wapumbavu wanaumiza matilioni ya fedha sisi tunaotoa. Watu wanataka kujenga uwanja wamekaa vikao 120. Dalali Engineer Harris wa GSM mwenyewe wameka skaveta pale atanati alina atakutembea alitembei. Mohamed kajenga viwili bila kikao na mtu yote. Mungu ambariki sana Mohamed. Naam Abdalla. Nikushukuru sana. Asante, goja kwanza usikatishe kidogo. Nitaka alau dakika moja azungumze chochote.